Mheshimiwa Balozi Mahmoud Thabit Kombo, Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri mliopo, Waheshimiwa mabalozi mnaowakilisha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika nchi, jumuiya za kikanda na mashirika ya kimataifa, Waheshimiwa mabalozi mnaowakilisha nchi zenu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa wabunge na wajumbe wa Baraza la Wawakilishi, viongozi mbalimbali wa serikali na wa vyama vya siasa mliopo, viongozi wa dini na viongozi wa asasi za kiraia, viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Naomba nami nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kuhudhuria katika tukio hili muhimu katika nchi yetu la uzinduzi wa sera ya mambo ya nje ya Tanzania ya mwaka wa 2001 toleo la mwaka 2024. Hakika tukio hili ni la kihistoria na linafungua ukurasa mpya wa ushirikiano kati ya Tanzania na mataifa mengine pamoja na jumuiya ya kimataifa katika nyanja nyingi ikiwemo diplomasia na uhusiano wa kimataifa. Uzinduzi wa sera hii ni kielelezo cha jinsi taifa letu linavyoendelea kujiimarisha kisera na kuimarisha nafasi yake kimataifa. Nitoe rai kwetu sote kuitumia sera hii kama nyenzo muhimu ya kulinda na kutetea maslahi ya Tanzania duniani na kukuza uhusiano na ushirikiano wa kikanda na kimataifa wenye manufaa kwa ustawi wa taifa letu. Utekelezaji wa sera hii utazidi kufungua milango ya fursa za kiuchumi, kisiasa na kijamii kwa pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Napenda kuchukua fursa hii kukupongeza na kukushukuru kwa dhati Mheshimiwa Rais kwa jitihada zako katika kuhakikisha Tanzania inazidi kujiimarisha katika uhusiano wa kimataifa. Chini ya uongozi wako umehakikisha Tanzania inaendelea kuwa imara katika ushirikiano wetu na mataifa mbalimbali duniani uliopelekea nchi yetu kupiga hatua kubwa ya maendeleo katika kipindi kifupi cha uongozi wako. Napenda kuchukua fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati na zile za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa jinsi tulivyoshirikishwa kikamilifu katika uandaaji wa sera hii. Kwa hakika, maono yako juu ya nchi yetu yameipaisha Tanzania kidiplomasia na hivyo yanapaswa kuungwa mkono. Mheshimiwa Rais na wageni waalikwa, kwa kuzingatia mabadiliko makubwa ya kiuchumi na kisiasa duniani, imebainika kuwepo haja ya kuangalia upya sera yetu ya mambo ya nje ili iweze kwenda sambamba na mahitaji ya sasa na utekelezaji wa mipango yetu mikuu ya maendeleo nchini. Mheshimiwa Rais, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, uzinduzi wa sera hii ni kielelezo cha jinsi taifa letu linavyoendelea kuimarisha nafasi yake kimataifa. Nimefurahi kusikia kuwa sera hii imeweka malengo mahususi ya kuendeleza kwa vitendo diplomasia ya uchumi ikijumuisha uchumi wa bluu. Kadhalika imetambua mchango wa diaspora katika kuchangia maendeleo na kueneza lugha ya Kiswahili ulimwenguni. Nitoe rai kwa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki na mabalozi wanaowakilisha Tanzania katika nchi na mashirika ya kimataifa kuhakikisha kuwa Zanzibar inanufaika kikamilifu na fursa za kiuchumi na kijamii zinazopatikana kupitia ushirikiano wa uwili, kikanda na kimataifa. Sote tuitumie sera hii kama nyenzo muhimu ya kulinda na kutetea maslahi ya Tanzania duniani na kukuza ushirikiano wa kikanda na kimataifa wenye manufaa kwa ustawi wa taifa letu. Aidha, nitoe rai kwa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kuendelea kushawishi nchi marafiki kufungua
ofisi za uwakilishi, yaani konseli kuu au balozi ndogo Zanzibar, ili kusogeza karibu huduma za kikonseli kwa wananchi na wageni wanaoitembelea Zanzibar kila mara. Tayari tunazo nchi kama za China, India, Omani, UAE na Msumbiji zimefungua ofisi za uwakilishi Zanzibar. Aidha, tunazo konseli za heshima za Italy, Ufaransa, Ujerumani, Hispania, Sweden na Brazil. Katika siku za karibuni tumeona nchi kadhaa zimeonyesha nia ya kufungua konseli kuu na konseli za heshima Zanzibar, jambo linaloashiria hali nzuri ya kisiasa na kiuchumi iliyoletwa na hali ya amani na utulivu inayoendelea Zanzibar. Hii ni ishara tosha kuwa uchumi wa Zanzibar unaendelea kukua kwa kasi na wawekezaji kuongezeka. Mheshimiwa Rais na wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda kuhitimisha salamu zangu kwa kutoa pongezi kwa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki pamoja na timu nzima ya wataalamu kwa kazi kubwa na nzuri walioifanya katika kukamilisha mapitio na marekebisho ya sera ya mambo ya nje ya mwaka 2001 na hivi leo tunashuhudia uzinduzi wa toleo la 2024 linalozingatia hali tulionayo kwa sasa na kwa kipindi kijacho. Hakika mmefanya kazi kubwa na nzuri hadi tumefikia hatua hii ya uzinduzi. Aidha, nitumie fursa hii kuwashukuru Watanzania kwa michango na maoni yao yaliyowezesha kutoa sura mpya ya mwelekeo na maudhui ya sera yetu hii. Mheshimiwa Rais, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, baada ya salamu zangu hizo, kwa heshima na taadhima, naomba sasa kuchukua fursa hii nikukaribishe Mheshimiwa Rais kuzungumza na hadhara hii na kisha utuzindulie rasmi sera ya mambo ya nje ya mwaka 2021 toleo la 2024. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Tuongeze tena makofi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwana diplomasia nambari 1 Tanzania.